Yes. Amen. Tunashukuru Mungu. Kama uko tayari na uko simama kwa miguu yako. Wageni wetu karibuni sana. Tunafurahia Bwana kwa uwepo wenu kuwa mahali hapa na kuingia nyumbani mwa Bwana. Wacha Bwana zidi kuwabariki na kuwapa neema ya kuzidi kupiga nyumbani mwake. Bwana awabariki. Kwa dakika moja ambia tu Bwana ni asante. Kwa wiki hiyo inawezekana kuna mengi ambayo adui alikuwa amekupangia. Inawezekana kuna mengi ambayo shetani alikuwa amepanga kinyume na maisha yako, lakini siku hii ya leo ni neema kubwa ambayo Bwana amekupa nasi jinsi upendavyo. Siku hii ya leo Bwana, wewe umetupa neema ya siku hii. Na kwa hivyo Bwana tuhudumie. Nena nasi Baba kupitia kwa mtumishi wako. Asante maana Bwana unaenda kumtumia kwa njia kubwa na ya ajabu. Tunakupa sadaka ya makofi Bwana. Tunakushangilia. Pokea utukufu Yesu. Pokea heshima. Katika Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpungie tena mkono. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, na pia nawakaribisha katika ibada ya siku ya leo tunapofungua katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa kwanza mstari wa 19. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya uzima na neema ambayo Bwana ametupa kufika mahali tumefika. Haijakuwa rahisi, lakini neema ya Mungu imekuwa pamoja nasi. Na hata siku ya leo najua kwamba Bwana anaenda kutuhudumia katika njia kubwa na ya ajabu katika jina la Yesu. Bwana anaenda kuzungumza na mioyo yetu, na Bwana anaenda kutujalia neema. Kwa wageni, naitwa Mchungaji Joseph Maina, na washukuru kwa ajili ya kuwa pamoja nasi siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tumepanda katika Wakorintho wa pili 1 mstari wa 19. Yes. Nataka kuzungumza ujumbe unaitwa ahadi zote za Mungu zina masharti ya kufuata. Ahadi wa kwanza mstari wa 19. Maana mwana wa Mungu Yesu Kristo aliyesulubiwa katikati yenu na sisi, yaani mimi na Silwano na Timotheo, hakuwa ndio na sio, bali katika yeye ni ndio. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Naomba tuketi katika jina la Yesu. Wanadamu hugeuka kile ambacho wamesema. Wanadamu hukosa kufuatilia kile ambacho wamesema. Lakini Kristo ambaye Yesu huyu tunamhubiri, wapendwa, ni Yesu wa kweli. Jina la Bwana litukuzwe sana. Huyu si kama Yesu ambao wanainuka na kuanza kujiita majina makubwa. Lakini Kristo mwana wa Mungu, yeye ni halisia. Yeye ni wa kweli. Kile anasema ni cha kweli. Ile ahadi anaweka ni ya kweli. Akisema ndio yake ni ndio, na Bwana haibadiliki. Jina la Bwana litukuzwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Tena maandiko yanasema ahadi yake ni ndio na amina. Kile anaahidi, wapendwa, kile Yesu ameahidi juu ya maisha yetu, ahadi yake ni ndio. Kile Yesu ameahidi juu ya maisha yetu, ahadi yake ni amina. Yeye habadiliki. Yeye si kama mwanadamu atakuahidia leo kisha kesho abadilike. Yeye si kama mwanadamu atakuahidia leo kisha aseme hapana, sikuwa najua mambo yatabadilika, sikuwa najua uchumi utabadilika, sikuwa najua mambo hayataingia vile ninataka abadilike. Yeye akiahidi kitu anafuatilia kukitimiza. Jina la Bwana litukuzwe sana. Ambia jirani yako, akiahidi anatimiza. Aitimize kidogo, mwambie akiahidi anatimiza. Akiahidi anafanya nini? Yeye anaweza. Yeye anaweza kutimiza kile ambacho ameahidi. Yeye haulizi wanadamu. Yeye haulizi opinions za watu. Yeye akiahidi kitu ana uwezo wa
kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 12. Yeremia 1:12 maandiko yanasema yeye huliangalia neno lake ili kulitimiza. Wakati anasema jambo, Mungu anafuatilia lile neno ambalo amelisema. Mungu anafuatilia kile ambacho ameahidi. Akisema jambo, maandiko yanasema katika Yeremia 1:12 yeye hulifuatilia ili kulitimiza. Wapendwa, yeye si kama mwanadamu. Mwanadamu anaweza kosa kufuatilia kile ambacho ameahidi. Mwanadamu anaweza kosa kufuatilia kile ambacho amekuambia, lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Akiahidi jambo, analifuatilia ili aweze kulitimiza. Analifuatilia wapendwa. Ametukuza neno lake wapendwa, kuliko majina yake yote. Unaweza kuwa umeshika majina yote ya Mungu, unaweza kuwa unamjua kwa majina yote ambayo anajulikana, lakini wapendwa, kama kuna kitu Mungu ameinua juu kuliko hiyo yote ni neno lake. Katika kitabu cha Zaburi, Psalms chapter 138, Zaburi mlango wa 138 mstari wa 2. Zaburi 138 mstari wa 2. Biblia inasema hivi, Psalms 138 verse 2. Kama umepata tusome tafadhali. Nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. Jina la Bwana litukuzwe sana. Wapendwa, Mungu anakuja na kusababisha muujiza, anatimiza ile ahadi amesema, kwa sababu yeye ni mwaminifu kwa ahadi zake. Kuna ahadi ya Mungu imekawia katika maisha yako. Nimekuja kukuambia usichoke, bado Mungu ana uwezo wa kutimiza katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Abrahamu katika uzee wake akakumbatia Bwana. Mungu akaahidi wana wa Israeli, nitawapeleka katika nchi inayotoa maziwa na asali. Mungu akawaambia, nitawatoa katika nchi ya utumwa. Wapendwa, wakatoka nchi ya Misri wakiwa na furaha, wakijua wanafika Kanaani kesho. Wakabeba kila kitu walichokuwa nacho, wakaondoka na kiburi, wakaondoka wakiwa wamefurahi, wanaenda katika nchi ya ahadi. Lakini walipotoka katika njia za Bwana, maandiko inasema Mungu akawazungusha jangwani kwa miaka 40, wakaishi kuzunguka jangwani, lakini ahadi ya Mungu bado ilikuwa imesimama, nitawapeleka katika nchi ya ahadi. Wakazunguka jangwani, wakakufa, wengine wakazaliwa, lakini ahadi ya Mungu haikufa. Wapendwa, ahadi ya Mungu bado inasimama. Walipokufa wengine wakazaliwa, baada ya miaka 40 Mungu akawaingisha katika nchi ya ahadi, kwa sababu ahadi zote za Mungu ni ndio na amina katika Kristo Yesu. Wapendwa, usikufe moyo. Bado Mungu ana neno lako. Bado ahadi ya Mungu juu ya maisha yako inaweza kutimilika. Bado unaweza fika mahali Mungu alikuambia utafika. Bado unaweza achieve kile ambacho ulikusudia kuachieve. Kama Mungu alisema, wapendwa, wacha tukae katika njia za Mungu, kwa sababu ahadi zake za Mungu ni ndio na amina katika maisha yetu. Jina la Bwana litukuzwe sana. Maandiko inasema katika Joshua mlango wa 21 mstari wa 45, halikuanguka neno lolote katika jambo lote jema ambalo Bwana alikuwa ameahidi wana wa Israeli, lakini yalitimia yote. Bwana hutimiza kile ambacho ameahidi. Alikuwa ameahidia wana wa Israeli mambo mengi. Alikuwa ameahidia baraka nyingi juu ya maisha yao. Hata kama safari ilikuwa ndefu, lakini walipofika, wapendwa, zilitimia zile ahadi zote nzuri Bwana aliahidi juu ya maisha yao, zilitimia zote. Ninaomba katika jina la Yesu, ahadi nzuri ambazo Mungu ameahidi juu ya maisha yetu zitimie katika jina la Yesu.
uongo. Jina la Bwana litukuzwe sana. Na hata kama Mungu anaweza kutimiza ahadi zote ambazo ametuahidi, ahadi za Mungu zina masharti. Jina la Bwana litukuzwe sana. Tujiulize jirani, mwambie ziko na masharti. Ziko na masharti. Najua hata Mswahili alisema ukitaka cha mbinguni utachukua cha mbinguni kama umesimama kweli. Kuna sharti, na sharti ni kufanya nini? Ni kuinama. So hata kile Mungu anaahidi katika maisha yetu wapendwa, kuna masharti yanaandamana na kile Mungu ameahidi katika maisha yetu. Mungu haahidi kitu na hakuna sharti limeshikamana pamoja nacho. Sijui kama mnanishika. Yaani Mungu akiahidi kitu, kuna kipengele inashikana na hiyo ahadi ambayo Mungu ameahidi. Kwa sababu gani? Kama kila kitu kingekuwa cha bure, hata vitu vya thamani havingedhaminiwa. Kama kila kitu kingepatikana kwa urahisi wapendwa, hakuna vitu tungethamini katika maisha yetu. Lakini kunawekwa kipengele cha masharti ili tuweze kutunza, tuweze kudhamini kile ambacho tumepata. Hata uzima wa milele wapendwa si bure. Najua Bwana ameniokoa na amenipa uzima bure. Wapendwa, hata uzima wa milele si bure. Kuna kipengele cha masharti kimeunganishwa pamoja na uzima wa milele. Biblia inasemaje katika John 3:16? 1, 2, 3. Maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila watu waamini bali wawe na uzima wa milele. Ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na wewe unachukua tu Mungu umetuahidia uzima, lakini hauangalii ndio upate uzima mpaka ufanye nini? Mpaka uamini. Wenye haki, maandiko inasema watakula matunda ya matendo yao. Wapendwa, kama tunataka kukula matunda ya matendo yetu, lazima tukue wenye haki. Kuwa wenye haki ni nini? Ni to be right with God. Hiyo ndio maana ya jina righteous. Unakuwa right na Mungu. Kile Mungu anasema ndicho wewe unafanya. Unakuwa sawa na Mungu. Lakini unataka kule matunda ya matendo yako wapendwa, na wewe si mwenye haki. Siku nyingine niliwaambia, ukipatiwa lita 5 ya maziwa upeleke sokoni, unatoka nyumbani ikiwa lita 5, ukifika matunda ni lita 6. Umenishika? Ulipatiwa lita 5, lakini kutoka hapo kwenda matunda inafika ikiwa lita ngapi? Lita 1 ilitoka wapi? Kwa mto. Na bado unataka ukule matunda ya matendo yako wapendwa, ni kwa wenye haki. Jina la Bwana litukuzwe sana. Huko kwetu zamani, wakati maroli zilianza kutokea, zilitokea hizi maroli za kisasa na ekwaza, wakati zilianza kutokea, kuna mzee mmoja alikuwa ananunua mahindi karibu elia mzima huko kwetu, na familia yao ilikuwa familia katika sana. Akanunua mahindi sana. Kiwanja yenye alikuwa anaandikia ni kama huko kwetu, ni karibu na kwetu nyumbani. Na akakuwa akinunua mahindi kila msimu, na alianza na roho vizuri. Lakini wakati tamaa ya pesa ilianza kuingia wapendwa, ikifika Disemba ananunua siku ya mauzo zamani, kwenye zamani ulitoka kivuno hata mauzo unachaka kwa shamba. Si ni kweli? Ulikuwa unachaka kwa shamba. Ikafika mahali naye kaanza kuwa na soko. Sasa yeye ndiye anaanzisha hiyo soko ya kununua mauzo huko kwetu. Sasa kila mwaka sasa imewacha tunaenda kuwafanya tuokotoe tunakuja. Na biashara ikapana. Wapendwa, akakuwa na mali nyingi. Lakini wakati tamaa ya pesa iliingia, akaanza kununua mahindi. Ikifika mwezi kama huu, si tuko mwezi wa 6. Wakati anaandika hapo mahindi, akimwaga gunia 30, anamwaga gunia 3. Alafu zilikuwa hizo siku kwanza kuzwa kwetu, zilikuwa za kupeleka Ukambani. Akimwaga gunia 100, gunia 20 ni mwozo. Literally, unaona tu watu na mwozo wakimwaga njia mahindi safi. Lakini ya kupeleka wapi? Ukambani. Ukambani si watu. Wanaishi wasipe sana. Haki
Mwenye haki huifikiri uhai wa mnyama wake, bali huruma za mtu mwovu ni ukatili. Mwenye haki hufikiri uhai wa mnyama wake. Wapendwa, isipokuwa siku hizi ndio ukipata kondoo ya Mungu imejifunga wewe saidia kufungua ya Mungu tunafungua naye. Najua siku hizi mambo yamebadilika. Sasa hivi unapita unaona imejifunga kwa kisiri, lakini wewe unaogopa kuisaidia. Unaweza bado ukifungua mwambie ni kwenda ulikuwa unaenda naye ndio unaisaidia. Lakini mwenye haki huangalia hata uhai wa wanyama wake. Na tukikuwa wenye haki wapendwa, tunakula matunda ya matendo yetu. Jambo la pili, maandiko yanasema katika Romans 8:28, all things work together for good to those who love the Lord. Mambo yote yanafanyika kwa wema. Mambo yote yanafanyika kwa wema. Na wakati mwingi tumesimama na hii mstari, Bwana neno lako linasema mambo yote yanafanyika kwa wema juu ya maisha yetu. Lakini tukiangalia maisha yetu, wapendwa, si kila kitu kinafanyika kwa wema kwetu, kwa sababu imeshikanishwa na kipengele. Mambo yote hayafanyiki kwa wema kwa watu wote. Mambo yote hayafanyiki kwa wema kwa kila mtu. Ni kwa nani? Kwa wale ambao wanampenda Bwana. Uliza jina lako kama anampenda Mungu. Ulize kama anampenda Mungu. Kwa sababu kama mambo yatafanyika kwa wema, ni kama utapenda Mungu. Kama hautapenda Mungu wapendwa, utaongoja mambo yafanyike kwa wema, hayatafanyika. Na tukimpenda Mungu hatutamkosea. Tukimpenda Mungu tutashika sheria zake. Tukimpenda Mungu tutaenenda vile anataka. Tusibaki tu na mambo yote yafanyike kwa wema, lakini kama mambo yatafanyika kwa wema wapendwa, ni kama tutampenda Mungu. Kama tutampenda Mungu. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Jambo la mwisho, kuna hili basi na wiko tunataka kupa sana. Hakuna silaha yoyote itakayo faulu. Hiyo ni kitabu gani? Isaiah 54:7. Inasema hakuna silaha yoyote iliyotumwa juu yetu itakayo faulu, na kila ulimi ambao utatuinukia tutauhukumu. Wapendwa, wakati mwingine tunaenda kuomba tukiambia Mungu, Baba, neno lako linasema hakuna silaha, Isaiah 54:17, hakuna silaha imepandwa juu yangu itakayo faulu. Tunaanza kuharibu kila silaha, tunaanza kuangusha kila silaha, lakini wapendwa, tunaziangusha na hazianguki. Tunazivunja hazivunjiki. Tunaambia Mungu, si Mungu umesema hakuna silaha itainuka juu yangu. Wakati silaha inainuka wapendwa, inatushambulia, inatuweka chini. Tunashangaa, kwani Mungu siku hizi amekuwa mwongo? Kwani neno la Mungu halifanyi kazi? Kwani neno la Mungu limekuwa bure? Kwa sababu silaha zikifanywa juu ya maisha yetu zinafaulu. Na Biblia inasema hakuna silaha itakayofanywa juu yetu itakayofaulu. Lakini tunawacha kipengele ambacho kimeshikanishwa na hiyo mstari. Tusomee 54:17. 54:17, the Bible says like this: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kwa kuwa makosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Hapo utahukumu, lakini si kwa kila mtu silaha zikiinuka hazitafaulu. Si kwa kila mtu kila ulimi ukiinuka utahukumu. Ni kwa nani? Ni urithi wa watumishi wa nani? Wa Mungu. Sasa swali linakuja, je, wewe unatumikianga Mungu? Wewe wakati Mungu anakuhitaji unapatikana? Wakati Mungu anahitaji kitu kutoka kwako unapatiana? Kwa sababu
hazitafaulu katika jina la Yesu. Baraka za Mungu zimefunganishwa na masharti.